Mtazamaji, kwenye makala maalum hii leo, je, mazingira ya shuleni huathiri matokeo ya wanafunzi wanapokuwa masomoni? Bila shaka jibu la swali hilo limo katika shule moja ya msingi katika sehemu ya Pokot ya Mashariki katika kaunti ya Baringo, ambako wanafunzi hawana vifaa vya masomo. Kamchemenza anaangazia mazingira magumu wanayopitia wanafunzi wa shule ya msingi ya Nachurur, ambayo pia ina upungufu mkubwa wa walimu. Ni watoto wa chekechea waliojikaza kutembea zaidi ya kilomita 7 angalau wapate elimu. Wenzi wao tayari keshafika na kila mmoja anachukua nafasi yake. Hata hivyo, mwalimu anapowasili darasani, wengine wanapangwa tena ifaavyo. Hii ni shule ya msingi ya Nachurur, eneo la Churo, Pokot Mashariki. Mtoto anakaa, wakati anajaribu kuandika fiti yake, anakaa kidogo, anauma mkongo, anafaa atembee kidogo. Na wanafunzi wanatoka sehemu mbalimbali, kilomita 6, kilomita 7, kilomita 8, hivyo. Na kilomita chache utawakuta wanafunzi wengine katika hali hiyo. Hawa ni wanafunzi wa darasa la kwanza wakivumilia makali ya kuketi jiweni. Watoto hawa ni wa darasa la pili ambao tangu walipoingia chekechea hii ndiyo imekuwa hali yao ya masomo. Ilianza mwaka 2008 ndo kwa shule ya chekechea ikienda hivyo kipanda. Japo mpaka sasa hamna mabadiliko yoyote. Jengo hili la vyumba vitatu ndilo wanalotegemea. Wanasema vyumba viwili vilijengwa na kanisa mwaka 2010 na kimoja shirika la binafsi mwaka 2015. Na sasa wanafunzi wa madarasa mawili tofauti kiwemo la 5 na la 6 na la 7 na 8 wanalazimika kutumia darasa moja kwa wakati mmoja kusoma. Hapa walimu hapa ni tuko wawili, walimu wa serikali. Na sisi tuko walimu wa kiume peke yake. Wa kike hawako. Mr. 36. Mwalimu akiongea huko atuziki ya huyu kwa sababu tunasikia ya ule na ya huyu tena. Hata tukifika nyumbani tunaulizwa mmefunza nini, tunashinda na kenye tunasema. Sasa tunataka tusaidie darasa lingine. Wengine wanatoka nyumbani kama hawachakula chochote. Wengine wanabidi walie darasani. Na watu wameanza kuhama wampeleka wanafunzi wetu, na sasa hawajafungua wengi kwa sababu ya chakula. Kwao heri nusu shari kuliko shari kamili, kwani kile kilichotele bado hawajakipata. Mwaka huu shule hii inatarajiwa kufanya mtihani wa kitaifa wa KCPE. Kamchemenza, KTN leo katika shule ya Nachurur, eneo la Churo, kaunti ya Baringo. Katika taarifa za michezo, nilikuwa nafuatilia matokeo ambayo yanaendelea kutiririka hivi sasa, lakini kabla ya hapo timu ya taifa ya mpira wa raga ya wachezaji 15 inapania kupanda jedwali la timu bora ulimwenguni mwaka huu, ambapo kwa sasa Kenya inashikilia katika nafasi ya 28 kwenye jedwali hilo. Timu hiyo, mtazamaji, inatarajiwa kushiriki kwenye mechi za kirafiki dhidi ya timu zilizoorodheshwa juu yake kwa ajili ya kuzidi kujipima nguvu na kuboresha mchezo wake. Mwanahabari Robinson Okenye na taarifa zaidi. Timu ya taifa ya raga ya wachezaji 15 ilikuwa na msimu wa kufana mwaka wa 2015. Simba ilipanda hadi nafasi ya 28 kwenye jedwali ya timu bora duniani kwa mara ya kwanza kwenye historia ya Kenya kwenye raga. Hii ilikuwa ni baada ya Simba kurekodi matokeo mema kwenye mechi dhidi ya wapinzani kutoka bara Europa. Kenya ililaza Hispania na Ureno kwenye mechi za kirafiki zilizoandaliwa humu nchini. Licha ya kulazwa na Zimbabwe na Namibia kwenye kombe la Afrika, Kenya ililaza Tunisia na kusalia kwenye ligi kuu ya Afrika. Msimamizi wa timu hiyo Wangila Simiyu anahisi kwamba chanzo cha Simba kufanya vyema ni wachezaji kutaka kuonyesha makali yao. Marvelous, at the same time very challenging. What I would say, we achieved 85 to 80% in our expectations last year. You would not realize your potential until you test yourself, and that has happened with the Kenya 15s. It was not a big surprise to us as a technical bench. You saw what we did in the Vodacom Cup. Many doubting Thomases thought that we will not make it in the Vodacom Cup. Msimu wa mwaka 2015 pia ulishuhudia chipukizi ambao walipata kunawiri kwenye timu hiyo, na msimamizi huyo anahisi kwamba chipukizi hao watazidi kuimarika.
just build the confidence in a player. This year you are yet to see more young players coming up the ranks. Huku msimu wa mwaka 2016 ukikaribia kung'oa nanga, Wangila anatarajia kwamba Kenya itazidi kupanda kwenye jedwali la timu bora duniani ikiwa mechi ambazo wanatarajia kushiriki zitaafikiwa. We've requested for test series, that is God willing from June, we shall be playing Romania, we shall also be playing Georgia, Spain, and if possible we are also going to Hong Kong. Timu ya Simba ilitajwa kama timu ya 3 bora nchini kwenye upande wa wanaume kwenye tuzo za soya zilizoandaliwa kwenye ukumbi wa KICC. The Gentle Giants. Lion is a very focused animal. So on that flag is what we carry. And when we are out there, we roar like lions. And we have an attitude like a lion. When I say Etalangi, you all say, ah. And when I say Kutalangi, who's the father of Etalangi, you say, ooh. Etalangi. Etalangi. Kutalangi. Kenyans. Kenya, KTN. Kesho pia ni siku, naomba tufanye tena kama hivi kuanzia saa 1 kwenye KTN leo. Jina langu ni Ali Manzu, kwa niaba ya wenzangu wote tunasema asante kwa kutazama, kwa heri.